kwenye Biblia. Sababu ya kuuliza swali hili ama sababu ya kutoa title hii, ninataka mwenyewe utizame kwa macho yako, uangalie kwa ufahamu wako mahali ambapo tunaoitwa Wakristo tunakoelekea, kinachoitwa Ukristo kinavyochukuliwa na wale ambao walianzisha Ukristo walivyouchukulia. Utakuja kuona kuna mambo fulani ambayo hayako sawa. Ndio maana nimetaka kuuliza, wapi imani ya kwenye Biblia, ile ambao ilipelekea mpaka Mungu akaruhusu maandiko matakatifu yaandikwe ili yatuelekeze. Lakini nataka somo hili likaelekezwe na somo na andiko la Luka ambalo tutaanza nalo hapa, ambalo natakiwa nilifafanua hata kwa uchache. Luka sura ya 18 mstari wa 8. Maandiko yanauliza hivi: nawaambia, atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Hivi hii imani ambayo Luka anauliza, maneno ambayo Bwana Yesu alisema kwamba siku atakapokuja, je, ataikuta imani duniani? Hii imani inayozungumzwa ni imani gani? Hii imani inayozungumzwa ni hipi? Hapo ndo utakuja kujua. Unaweza ukazani kwamba umeshika imani, kumbe hujashika imani, kwa sababu sio kila imani ni imani. Yesu wetu asifiwe sana. Ndio maana anauliza, je, atakapokuja mwana wa Adamu, ataikuta, ataipata, ataiona imani duniani? Hajamaanisha kwa habari ya duniani, anamaanisha atakapokuja kwako. Siku ile ambayo atakuita wewe nyumbani, je, atakukuta umesimama sawa sawa na kile ambacho yeye alitaka usimame? Unajua kuna watu tunaangalia mtizamo wa mbali sana, mwisho wa dunia. Hakuna cha mwisho wa dunia. Nataka uangalie kwanza kwenye mtizamo wa, ikitokea leo hii hufe, je, mwana wa Adamu, imani ulionayo itakidhi wewe kuingia mbinguni? Hapa ndipo ambapo watu wengi tunakuja kumbe kujiona kwamba tunaweza tukajizani kwamba tuna imani, kumbe imani hatunayo tena. Imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika wa mambo ambayo yanatarajiwa, ni bayana ya vitu visivyoonekana kwa macho. Yaani unaamini katika nguvu halisi ya Mungu hata kama hujaiona. Unaamini katika uwepo wa Mungu hata kama hujawahi kumuona kwa macho yako. Hiyo ndio inaitwa imani. Kuna watu wanaamini mpaka kesho kwamba waliopo Marekani wote ni matajiri. Hiyo ni imani imejijenga. Ana huo uwezo wa kuwa na uhakika kwa sababu ya kile ambacho yeye amejijengea ndani. Nashindwa kuelewa. Kuna watu ambao tunajifanya wagumu sana kuamini uwepo wa Mungu, lakini mpaka hapo bado naamini kwamba nchi ya Kongo ni miongoni mwa nchi maskini. Nini kinachokufanya uamini? Utasema mazingira yalivyo. Sasa mfumo wako tu wa maisha, mwili wako tu ulivyo, au kufanya kufikiria na kutafakari kwamba anaweza akawepo Mungu ambaye ni sababu ya maisha yako kuwepo. Yesu wetu asifiwe sana. Nataka ni kuoneshe hii imani ni kitu gani. B yake, imani ni kukubaliana na yote ambayo Mungu anayasema na kuyafanya sawa sawa na vile ambavyo anataka. Hiyo ndio imani. Ukimsikia mtu anasema mimi nina imani, yani ameamua kukubaliana na yote ambayo Bwana anaagiza mtu huyo afanye. Ndio maana Mungu akuhesabu kuwa wake eti kwa sababu tu unasema Yesu mdomoni. No. Mungu akuhesabu kwamba wewe ni wake eti kwa sababu na wewe unaenda mahali, unakaa tu hapo, unaanza kumsikiliza. No. Kuna vitu ambavyo vinakufanya wewe kuwa mwana. Kuna vitu ambavyo vinafanya imani yako izibitike. Wanadamu nyie, fikeni mahali muelewe. Hiki tunachofundishwa makanisani hiki kitatupeleka pabaya sisi. Huu wepesi ambao tunajichukulia huu, yani imani hivi vya ajabu ajabu hivi ambavyo tunajitengenezea sisi wenyewe, ni mifumo yetu tu tunatengeneza.
alafu baadaye tunakuja kuita imani. Unajua kuna kitu ambacho, kuna mitizamo ambayo sisi tunakuwa nayo, lakini haina maana kwamba ndo Christianity. Imani iko pale pale, haijawahi kubadilika, ambayo inakutaka umjue Mungu. Lakini ukijitengenezea mitizamo yako, usije kuhalalisha mitizamo yako kwamba ndio imani ya Ukristo ilivyo. Come on. Nikusomea andiko hili ulielewe sana. Hata nilipolisoma hili andiko nilisema kweli sijasoma Biblia. Yeremia. Niliposoma hili andiko nilisema kweli mimi bado sijasoma Biblia. Mimi bado sijasoma Biblia. Acha nisome Ezekieli. Ni Ezekieli 33 mstari wa 30 mpaka 33. Ezekieli 33 30 mpaka 33. Maandiko yanasema, wewe mwanadamu, wana wa watu wako usimulia habari zako karibu na kuta na ndani ya milango ya nyumba zao, na kuambiana kila mtu na ndugu yake, wakisema, haya, twende tukasikie ni neno gani hilo litakalotoka kwa Bwana. Anaendelea, nao huja kwako kama watu wajavyo, nao ukaa mbele yako kama watu wangu, nao usikia maneno yako, wasiyatende, maana kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi, lakini mioyo yao inatafuta faida yao. Tazama, wewe umekuwa kwao kama wimbo mzuri sana, na mtu mwenye sauti ipendezayo. Nataka hapa uelewa haya maneno. Anasema Ezekiel anaambiwa na Mungu kwamba unakaa katikati ya watu ambao wakati unapozungumza wanakuja, wanakaa mbele yako, wanakusikiliza, wanakutizama, wanaambiana twende kanisani tuone nini kitakachoendelea, twende kanisani tuone nini kitakachokuwepo. Ni watu ambao wanajifanya kuwa wa Mungu. Natoa onyo. Siku zote ukitaka kufanya ibada itakayoleta faida, fanya ibada mahali ambapo moyo wako utafurahia. Vinginevyo unapoteza mafuta, vinginevyo unapoteza muda, vinginevyo hutaona faida. Ndio maana mimi binafsi sio mpenzi wa kuwa na watu wengi eti kwa sababu lionekane tu kanisa limejaa. Mimi ni mpenzi wa uje ujifunze kile ambacho Bwana anataka tuendelee nacho. Yesu wetu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inatueleza kwamba hawa watu wanakuja, wanakaa mbele, wanatizama, wanasikiliza. Kama mnavyokuja hapa kwenye mtandao tuone mtumishi wa Mungu atasema nini, njoni. Lakini nataka nikwambie, hawataki kufanya kama tunayosema. Na haya sasa ndio madhara. Imani chanzo chake ni kusikia. Na kama chanzo cha imani ni kusikia, kusikia kwenyewe akukufanyi kuwa mwana wa ufalme, bali kutenda unachosikia ndicho kinachokufanya kuwa mwana wa ufalme. Leo tuna aina ya watu wanaojiita kwamba na wenyewe pia wana imani ya Wakristo, ambao Ukristo wao wanauhalalisha pale wanapokwenda kanisani Jumapili. Na mimi ni Mkristo, naenda kanisani Jumapili. Na mimi ni sikia hapa, nikurudia ili andiko hapa vizuri uweze kuelewa. Sikia, anasema, nao uje kwako kama watu wajavyo, nao ukaa mbele yako kama watu wangu. Unasikia, kama watu wangu, sio watu wake, lakini mfano wa watu wangu. Anaendelea, nao usikia maneno yako. Yako nani? Yeremia, mtumishi wa Bwana. Kama unavyokwendaga na wewe kanisani kwenu ili kusikia maneno anayosema mchungaji wako. Lakini hapa endelea kusema nini? Nao usikia maneno yako, wasiyatende. Imani ni kuwa na ule uhakika ama kukubaliana na yote ambayo Bwana anakuelekeza. Na sio tu kuyasikia, lakini pia kuyatekeleza na kuyatenda katika maisha yako. Wokovu ambao unatuacha tu kuingia kanisani na kutoka. Katika kila tendo jema tunaendelea tu kuingia na kutoka. Alafu katika kutekeleza yale maelekezo ambayo tunaelekezwa kanisani, hatutaki kufanya, na kuhakikishia tunapoelekea sio pazuri.
na tutakuja kujutia na mwisho wa siku kumtukana Mungu. Lakini nataka uelewe kwamba Mungu hana tatizo. Tatizo liko kwa wanadamu. Asilimia kubwa tunafikia kumlaumu Mungu kwa sababu atuelewi hata utendaji kazi wake. Yeye Mungu anatoa neno lake. Anapotoa neno, anataka sisi wanadamu tuliheshimu, tulitii na tuweze kuliishi. Sasa mambo yasivyo bahati ni kwamba tunaishi kwenye kizazi cha watu ambao wanaamini kwamba kuokoka ni kwenda kanisani. Kanisani ni darasa ambalo watu wanakwenda kujifunza mambo yanayohusiana na Mungu, baadaye kuyatenda kwenye jamii. Sasa nataka hapa nikuonesha haya mambo matatu ambayo nataka niulize, iko wapi imani hii? Imani hii iko wapi? Jambo la kwanza, imani ya watu ama imani ya watu kukimbia dhambi. Yaani mtu ukiokoka unaikimbia dhambi. Watu wa zamani walipoamua kuokoka, walipoamua kumjua Mungu, walijua Mungu Mungu ni nuru, wala giza lolote alimo ndani yake. Walijua Mungu ni utakatifu, wala achangamani na chochote kibaya. Tofauti sana na kizazi cha leo. Unaweza ukawa wa Mungu na huku una tabia zingine mbaya ambazo unazificha nyuma ya mgongo. Matokeo yake haujizalaulishi tu wewe, unamzalaulisha mpaka Mungu ambaye unamwabudu. Wanadamu nyewe nataka niwaonye. Siku zote mtu unapoamua kuokoka, kuokoka kumebebwa na mambo haya manne. Kuokoka sio tu kule namkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wangu nimeokoka. No. Kuokoka, jambo la kwanza, kuna beba lazima ujue mpaka usemekane umeokoka, ulikuwa umeathiriwa na nini? Kwa sababu asilimia kubwa ukisema umeokoka, mimi nitakuoji umeokoka kutoka wapi? Yesu wetu asifiwe sana. Kwa sababu anaokoka mtu ambaye alitolewa mahali kupelekwa mahali. Sasa wewe umesema umeokoka. Umeokoka kutoka wapi? Nimemwamini Yesu nimeokoka. No, huyo Yesu hakuja tu kwa sababu tu muamini. No. Yesu amekuja ili akutoe mahali fulani. Ndio maana mimi ukiniuliza umeokoka kutoka wapi? Sema nimeokoka kutoka dhambini. Dhambi gani? Uzinzi. Uzinzi bwana. Yesu wetu asifiwe sana. Toba. Toba. Baada ukimwamini Yesu, baadaye sasa hatua inayofuatia ni ya toba. Unajitambua, unapima madhara yale makosa, unakiri mbele ya watu, unaishi kinyume na makosa. Ndio wokovu sasa unakuja. Ndio maana Zakayo hakusema kwamba ameokoka eti kwa sababu tu alisema Bwana ingia nyumbani mwangu. No. Mpaka alipotoa ndio akasema sasa wokovu uko ndani mwako. Yesu wetu asifiwe. Elewa kwamba kuokoka huko ambako tunajichanganyaga huku, umeokoka unajichanganya na wahuni. Unaamua mpaka kuacha ibada kwa sababu ya uhuni. Na kuhakikishia utajiona una akili sana hapa duniani, ila utajutia sana maisha ya wokovu. Na ni hasara sana kiumbe ambaye umekaa unaishi kanisani siku zote, maisha yako hutaki tu kuyanyosha. Usifikiri mbinguni utakwenda na mchungaji wako. Usifikiri hicho kitu kabisa. Tunajaribu kuwasaidia, na wanapola wamesema sisi si watawala wa imani bali ni wasaidizi wa furaha yenu. Kwa hiyo tunapotaka kukusaidia, tunataka usiangukie kwenye hukumu ambayo Mungu atawahukumu wenye dhambi. Na kizazi cha watu wenye kuwa na kiburi nyie, ukiguswa tu kidogo niache. Kama unazungumza ukafikiri kwamba Mungu babu yako. Unajua tunapozungumzia mambo yanayohusiana na kuzimu na paradise, mnafikiri kwamba ni utani kidogo hivi tunauchonga. Biblia ni halisi wala sio hadithi. Biblia ni halisi. Nauliza, wapi imani ya watu ambao baada ya kuokoka walikimbia dhambi kama ugonjwa wa ukimwi? Lakini leo tumeokoka, ndo maneno ya hakuna mtakatifu duniani yanakuwa na nguvu sana. Sio imani hiyo. Imani ni kujikana. Ndio maana maandiko yanashauri kabla hujamfuata, jitwike godoro lako, twende mbele. Twende mbele. Umeokoka bado unaangalia nyuma? Jifunze wewe habari.
kwa mke wa Lutu. Jifunze kitu pale, wewe mtu wa Mungu, jifunze kitu. Malaika wakamwambia kwamba, sema nyewe watu, sisi tunawaokoa, tunawatoa katika hatari hii, katika moto huu wa Misri, lakini tuna jambo moja tu kwa ajili yenu. Usiangalie nyuma. Sio kuangalia hivi. Anaposema usiangalie nyuma, usikumbuke wala usitende yale uliyokuwa na yatenda wakati ulipokuwa bado hujaokoka. Come on. Kwa nini wacha Mungu hatutakiwi kufanya dhambi? Sikia nikusomee maandiko haya. Nikusomee maandiko tu, mtu wa Mungu. Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi sura yake ni ya 20 mstari wa 26. Maandiko yanasema hivi: nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi, kwa kuwa mimi ni mtakatifu, nami nimewatenga ninyi na mataifa, ili kwamba muwe wangu. Nanyi mtakuwa watakatifu kwangu, kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu, nami Bwana nitawatenga ninyi na mataifa, ili mpate kuwa wangu. Kitu ambacho kinatenganisha aliyeokoka na asiyeokoka ni matendo. Asiyeokoka hana hofu ya Mungu, ajue anamkosea nani. Uliyeokoka una hofu ya Mungu na unaogopa kufanya baadhi ya makosa na madhambi, kwa sababu unajua wewe ni mtu ambaye umeshanunuliwa, wala sio mali yako mwenyewe. Sasa hatari inatokea pale ambapo mpaka tuliyeokoka tunaishi maisha kama watu ambao hawajaokoka. Ndio maana sio rahisi tena kuona imani duniani. Ndio maana Yesu ameuliza, je, atakapokuja ataikuta ama ataiona imani? Kwa sababu anauliza atawakuta watu ambao wameishi sawasawa na kile ambacho yeye ametaka watu waishi. Yesu asifiwe. Ifahamike kwamba utakatifu sio ombi kwenye Ukristo. Yani hatukuombi uwe mtakatifu. Ukiamua kuokoka, wewe jua tu, jambo la kwanza ambalo unalotakiwa kupambana ni wewe uishi maisha matakatifu. Leo yani inakuwa ni changanyikeni huko. Nimeokoka lakini na kadhambi. Nitaombaga msamaha kwa Mungu. Mungu ni mgumu sana wa kusamea, nikwambie. Uenda mmefundishwa vibaya sana huko makanisani kwenu kwamba Mungu ukimuomba tu atakusamea. Subutu. Subutu. Angemsameaga huyu Sauli. Sauli aliomba msamaha lakini hakusamewa. Hapo ndo uelewe sasa. Daudi aliomba msamaha, mtoto alikufa. Mungu simchukulie kwenye kiwango hicho kwamba ni babu yako tu utamkosea sasa hivi na baadaye mtakuwa sawa. Hapana. Nanyi mtakuwa watakatifu kwangu. Iwapi imani ya kutafuta utakatifu? Watu wa Mungu zamani walipookoka waliamua kwenda mbele. Tafuta dhambi ya Sauli baada ya kuokoka, hutaipata kwenye Biblia. Yesu wetu asifiwe. Tafuta dhambi ya wote akina Zakayo baada ya kuokoka, hutaipata. Kwa nini? Walijua kuokoka ni kutenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, ni kwenda sawasawa na njia za Bwana. Katika kitabu Mwanzo 39 mstari wa 9, Yusufu anasema kwamba nifanyaje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Walikuwa watu ambao wanajioji. Walikuwa watu ambao wanajua kwamba mimi nikitenda dhambi hapa ni sawasawa nimemkosa Mungu. Sio hawa wa leo. Ukipata fursa unaitumia. Tunalaana mbele za Mungu. Na wahakikishieni nye viumbe nye, yapo maisha ambayo tunajichukulia kuyaishi, lakini yana hasara kubwa mbeleni. Na ndio hao ambao ni viongozi wa watu, ndio nye hao ambao ni watumishi kwenye makanisa fulani. Mimi nisikuone na kutimua, kwa sababu haitawezekana. Kanisa la Mungu linakosa nguvu kwa sababu ya dhambi za watu. Kanisa la Mungu linakosa heshima kwa sababu ya dhambi za watu. Kanisa la Mungu linakosa kuwa na thamani kwa sababu ya dhambi za watu wanaomwabudu Mungu. Unawezaje kuwa mtu ambaye unakiri utaji wa Mungu lakini matendo yako yanamkana Mungu? Imani iko wapi? Ya watu walikimbia dhambi kama ugonjwa wa ukoma.
Watu walipookoka walijua kuokoka ni kujitenga na dhambi. Ibrania 12:4 anasema, hamjafanya vita hata kumwaga damu mkishindana na dhambi. Ni vita kushindana na dhambi. Ndio maana hatutakiwi kukata maombi, kwa sababu tunatakiwa kushindana na dhambi. Ndio maana hatutakiwi kujiingiza kwenye mazingira hatarishi, kwa sababu tunatakiwa kushindana na dhambi. Ni kijana hujaokoka vizuri, unajiingiza kwenye mabinti, unafikiria nini? Ni kibinti ambacho hujaokoka, ni vimakalio tu bwata, alafu bado naona unasema kaka wa huduma, wewe utanasa tu. Msione sisi wengine tumetoka, tumeishi katikati ya mabinti wengi, wanatuheshimu wengi. Hata kama umeamua kunidharau wewe utajijua, lakini Mungu ametuambatanisha na watu wengi tofauti. Leo utasikia skendo yangu, huwezi ukasikia skendo za kipumbavu kwangu. Kwa nini? Ndugu, ninaelewa kuokoka ni nini. Kuna wakati tunajaribu kushusha ukali wa maneno kwa sababu ya kujaribu kuchukuliana na ninyi, lakini ninakujua kuokoka ni nini. Ninajua ukiokoka unatakiwa kufanya nini. Acha nikwambie siri. Kwa mtu ambaye aliokoka kabisa, umeokoka kabisa, ukitenda dhambi ni kifo. Ndio maana maandiko yanasema hivi, aliyekionja kipawa akianguka haiwezekani kufanya upya tena hata katubu. Ogopa hayo maandiko. Ndio maana mimi kingine ambacho namshukuru Mungu ni kwamba tuna watu ambao wanasema wameokoka lakini hawajawahi kuokoka. Hapo ndipo ambapo kidogo ninaiona neema yake inaweza kutusaidia. Kwa wale waliookoka, mkauona mguso wa Roho Mtakatifu, achana na hizi za kuigiza, hizi za kurukaruka, achana na hizo. Achana na hizo kunenaga kwa lugha, achana na hizo. Yule Roho ambaye anayashika maisha yako yote, anakuelekeza kwenye kila hatua. Umewahi kumpokea, akakaa ndani yako akakuongoza uje utende dhambi. Umeenda. Maandiko yanasema haiwezekani kufanywa upya tena hata katubu. Inaposema haiwezekani, inasema inawezekana, lakini sio kwa namna nyepesi. Kwa maana watu waliokoka waliamua kuishi maisha ambayo yatampendeza Mungu tu. Sio ninyi. Ninyi wa kisasa, ninyi ni mmeokoka mnachanganya kidogo. Nauliza, iwapi imani ile? Iwapi imani ambayo watu walisema nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Walijua kutenda dhambi ni sawa sawa umeamua kabisa kumkataa Mungu na mdomo wako mwenyewe. Umeamua kumkataa Mungu. Usikubaliani na mitizamo ya watu. Unaweza ukawa Mkristo na mzinzi, unaweza ukawa Mkristo na mlevi, unaweza ukawa Mkristo na msharati, Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Ukisema umeokoka, we jua adui wako wa kwanza ni dhambi. Ikimbie dhambi kama sumu. Ikimbie dhambi wewe mtu wa Mungu. Ninataka uokoke wokovu wa kweli, sio wokovu wa kuvalia suti na kanzu, hapana. Unapiga kasuti kama mimi hapa na unabadilisha na sauti, Bwana Yesu asifiwe. Acha hizo. Pointi ya pili hapa. Iwapi imani ile ya watu kumtafuta Mungu kwa mioyo yao yote? Iwapi imani hii ambayo watu waliwekeza katika kumtafuta Mungu? Yaani watu walimfanya Mungu kuwa priority ya kwanza kwao. Iwapi imani hii? Leo tuna aina ya Wakristo ambao wanafanya likilimba na Mungu. Anaacha kuja kanisani eti kwa sababu ya mpira. Ni Mkristo. Yuko kanisani anaangalia mechi Champions League. Ni Mkristo. Yupo kanisani anaperuzi Instagram. Ni Mkristo. Iwapi imani ambayo watu walipoenda ibadani walijua wanakwenda kwenye darasa la Mungu, wanajua wanakwenda kukaa mbele ya mzee? Ninaposema tujaokoka ninamaanisha ninachokisema, kwa sababu nimeishi kati ya vijana wengi, ninajua. Iwapi imani ambayo mtu alipokwenda kanisani, hata simu ilipolia alijiona kwamba ametenda dhambi kubwa kwa sababu ya hofu ya nyumba ya Bwana? Iwapi imani ya watu ambao waliamua kwenda kulala maporini na siku 5, siku 10, wiki nzima wako huko, wanaendelea kutafuta uso wa Bwana?
Iwapi imani ya watu kwenda kupiga 40 porini. Leo hii mfungo tu wa siku 2 watu hawawezi tena. Kwa nini? Je, akija ataikuta imani duniani? Hii ya kwenu hii, unaacha kwanza ibada juu ya mpira, unaacha kwanza ibada juu ya sherehe, unaacha ibada juu ya mnachoita kikao cha familia. Mwana wa Adamu akija atakuta imani duniani? Mguu ndani mguu nje. Hii imani inachangamana na uzinzi. Yesu wetu asifiwe. Ngoja nikusomee maandiko hapa. Kitabu ni cha Zaburi ya 42 nadhani. Zaburi ya 42 mstari wa 2, mstari wa 1 na 2. Kama ayala ayonavyo shauku mito ya maji, aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Bwana. Kama ayala anavyoionea shauku ama anavyotamani maji, ndivyo moyo wa Daudi ulivyo na shauku kwa Mungu wake. Kiu ya kusoma neno la Mungu, kiu ya kumfanyia Mungu ibada, kiu ya kuomba. Imani iko wapi? Ambayo mtu alipochelewa ibadani wiki moja alijiona kwamba ana ubaridi. Mtu alipochelewa ibadani alipiga simu, jambo mchungaji, nilichelewa kwa sababu ya kitu fulani. Hii wapi hiyo imani? Leo sisi tusipowatafuta amtutafuti. Kiburi cha uzima, utakufa, utaenda motoni. Nakwambia, akumembelezage mchungaji wako, ila mimi nakwambia kiburi hicho kiburi, utaenda motoni. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu ali hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Sikia, machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku, pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Kiu ya watu wa Mungu ilikuwa ni ibada. Kiu ya Daudi ilikuwa ni maombi. Kiu ya Daudi ilikuwa ni sifa. Iwapi imani ambayo watu walikaa wakiutafuta uso wa Bwana? Na wapenda wale wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Sio tu kunitafuta bali ni kwa bidii. Bidii ni nguvu, ni moyo wa ziada ambao unautumia kwenye kitu ambacho unataka kupata. Daudi anaendelea kusema katika Zaburi hii ya 119 mstari wa 164. 119 Zaburi. Maandiko yanasema hivi. Zaburi ya 119 mstari wake ni wa 164, 164. Ngoja, anasema mara 7 kila siku na kusifu kwa sababu ya hukumu za haki yako. Wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Sikiliza maneno ya magwiji hawa. Wewe unasomaga maandiko gani? Kukia kanisani kila siku, kwani ni haki? Kaga na upagani wako unaojificha kwenye ulokole. Watu wa Mungu waliona kiu kwenda ibadani. Watu wa Mungu waliona shauku ya kwenda kusikiliza neno la Mungu. Watu wa Mungu waliona kiu, yani waliona deni wasipokwenda ibadani. Maandiko yanasema ya kwamba Kornelio kila siku alikuwa akifanya ibada nyumbani mwake, lakini pia Petro walikuwa wakienda hekaluni kusali kila siku saa 9. Kiu ya watu wote wa Mungu ilikuwa ni kuwa karibu na Mungu. Wewe ni mtu wa Mungu gani ambaye unafanya likilimbana ibada, mara uingie mara usiingie? Wewe ni wa wapi? Kama umeamua kuwa mpagani, kuaga tu mpagani basi. Usije ukajificha huku kwa Mungu na mimi ni mtu wa Mungu. No. Kwa sababu kinachokufanya wewe mfanyakazi bora wa kampani ni jinsi unavyokwenda kazini kila siku. Huku kwa Mungu msitaki kutuchukulia kwamba na sisi ni mabwege sana. No. Ndio maana Yesu kuna mahali amesema, mbona
wana wa dunia wana akili sana kwenye mambo yao. Ushajua bila uwezo ukaendesha gari bila license. Nataka nikwambie hivi, kiu ya watu wa Mungu walitafuta uso wa Mungu. Iwapi imani ambayo watu walikaa ibadani wakimngojea Bwana kila wakati, wakimuomba Mungu awasaidie, wakimkabidhi Mungu mahitaji, wakimkabidhi Mungu nchi zao ili zipate kuwa sawa sawa? Iwapi imani hiyo? Iwapi imani ambayo watu walinyenyekea mbele za Mungu wao? Imepotea, imepotea. Ibada zinakuwa kusua mara moja kwa wiki, tena masaa mawili. Alafu masaa mawili unasema tumekawia. Uwezi ukawa Mkristo wa part time ukategemea kumuona Mungu mzima. Hakuna kitu kama hicho. Mungu anazidi kujionesha kwako kulingana na kiwango unachomtafuta. Ukimtafuta kadogo atajionesha kadogo. Ndio maana utalipwa sawa na kazi yako. Ukimtafuta Mungu kidogo atajionesha kidogo. Pointi ya mwisho. Iwapi imani ambayo watu walijitoa kufanya kazi ya Mungu hata katika mazingira ambayo yalikuwa ni magumu? Iko wapi imani hii? Watu wa Mungu baada ya kumpa Mungu thamani, baada ya kumpa Mungu nafasi ya kwanza kwenye maisha yao, baada ya kuishi maisha matakatifu, walijua jambo lingine linalofuata: imetupasa kuifanya kazi ya Mungu. Iwapi imani ambayo watu walikubali kuteswa na kufa ila Mungu aheshimiwe? Watu walikubali kusema ukweli, kusimama na ukweli hata kama watu wengine waliwachukia. Kwa maana mimi nazidi tu kuahidi na nazidi tu kushauri, mbele tunapokwenda huenda nitakuja kuchukiwa na 80% ya watu kwa sababu ya ukweli. Siku za nyuma ni kama nilipunguza hivi. Na nilikuwa na kusudi fulani. Nilikuwa bado ningali nachunguza kitu katika maisha ya kuishi na wanadamu. Ila nimekuja kugundua jambo moja. Mwanadamu huna jema unaloweza kumtendea, na kama ana nia ya kuasi ambalo linaweza likambadilisha. Lakini pia mwanadamu hauna baya ambalo unaweza kumfanyia kama anakupenda akaja kubadilika. Hivyo hatutakiwi kujisumbua na maneno ambayo yanaweza kuwafurahisha watu. Tunatakiwa kusimamia kweli ya Mungu, haijalishi itatupitisha kwenye ugumu kiasi gani. Asilimia kubwa ya watu wanapenda waendelee kuishi na dhambi zao, alafu waendelee kuja ibadani, waendelee kumtumikia Mungu hivyo hivyo. Sasa Mungu aweze akatembea na wewe wakati kuna dhambi. Yesu wetu atukuzwe. Sasa ninataka nikusomee maandiko haya. Iwapi imani ambayo watu walijitoa na wakafanya kazi ya Mungu hata katika mazingira ambayo yalikuwa ni magumu? Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Yohana sura yake ya 11 mstari ni wa 7 mpaka 10. Maandiko yanasema 11:7-10 anasema hivi: kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Ukisikia Biblia imesema tena, ina maana kwamba hili tukio limefanyika. Yaani walikuwa huko Uyahudi. Twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, yani mwalimu, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu akawajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai kwa sababu aiona nuru, bali mtu akienda usiku hujikwaa kwa sababu nuru haimo ndani yake. Nataka kwanza nifafanue haya maneno ya Yesu ya mchana na usiku. Kujikwaa ni kunaswa ama kuanguka. Nuru kama mtu amesimama katika haki ya Mungu. Giza ni kama mtu anakaa dhambini. Anachojaribu hapa tu kuambia kwamba yeye Yesu yuko na confidence ya kwenda na kutoboa kwa sababu anajua neema ya Mungu iko nyuma yake. Ndio maana alianza kuambia, je, masaa sio 12? Tunatakiwa tuende kama wana wa nuru ili kuweza overcome challenge. Lakini hapa kuna point ambayo nataka tu nichukue. Anasema alipokuwa Uyahudi walitaka kumuua. Na tena anawaambia twendeni Uyahudi.
Ndio wanafunzi wanamwambia mzee, si tulikuwepo huko, walitaka kukuua watu, itakueje? Anasema nyewe watu, hakuna ambacho hakiwezekani. Twende. Iwapi imani ya watu waliojitoa maisha yao kwa sababu ya kuonesha heshima ya kazi ya Mungu. Huku ndiko ambako Yesu alikwenda kumfufua sasa Lazaro. Watu wengi wakamwamini katika Samaria. Nataka uelewe, Mungu hutembea na watu ambao wanajisacrifice. Nikusomea ile andiko lingine hapa. Yeremia sura yake ya 26. Yeremia 26 na mstari wake wa 11. Yeremia 26:11, maandiko yanasema hivi: ndipo hapo makuhani na manabii wakawaambia wakuu wa watu wote, wakisema, mtu huyu amestahili kufa kwa sababu ametabiri juu ya mji huu kama mlivyosikia kwa masikio yenu. Anaendelea kusema, ndipo Yeremia akawaambia wakuu wote na watu wote akisema, Bwana ndiye aliyenituma kutabiri juu ya nyumba hii na juu ya mji huu maneno haya yote mlioyasikia. Basi sasa tengenezeni njia zenu na matendo yenu, mkasikilize sauti ya Bwana Mungu wenu, naye Bwana atagahiri mabaya aliyoyanena juu yenu. Lakini kwangu mimi, nataka uanze kumsikilizia hapa, lakini kwangu mimi nipo hapa mikononi mwenu, nitendeni myaonayo kuwa mema na haki mbele ya macho yenu. Lakini jueni ya kuwa mkiniua mtajiletea juu yenu damu isiyo na hatia, itakuwa juu yenu na juu ya mji huu na juu ya wenyeji wake, kwa maana kweli Bwana amenituma kwenu kuambia yote mliyoyasikia. Anasema mimi sina shida. Kama mtaamua kuniua niueni. Kama mtaamua kunichukia nichukieni. Lakini mimi Yeremia ninachowaambia ni kwamba maneno yote ambayo ninawaambia ya kwamba muache dhambi, sio mimi tu ambao niliyatunga, ni Mungu ametaka tuishi hivyo. Naona mimi sionagi hatia. Ukinichukia juu ya dhambi vyako, utende dhambi wewe, alafu nichukie mimi. Nichukiage, utakufa mwenyewe. Yaani dhambi ufanye wewe, nikwambie umefanya dhambi, alafu uje unichukie mimi. Chukiaga, chukia. Leo kuna ujinga fulani kwamba unapotenda dhambi hujajichukia, alafu watu wanapoona sasa hili umetenda ni baya, hata kutenda hili, hata kutenda lile, mnanionea. Jinga kabisa. Nataka nikwambie, kazi ya neno la Mungu inakuja kutusaidia na kututoa dhambini. Inakuja kutusaidia na kututoa dhambini. Iko wapi imani hii ya watu ambao walikubali kujisacrifice kwa ajili ya Mungu? Katika Ezekieli sura yake ni ya 2 mstari wa 5 anasema kwamba, mwanadamu, nimekuweka katika nyumba ya watu wanaohasi, lakini ukaseme nao tu, at least watafahamu kwamba nabii amekuwa kati yao. Mimi nauliza hivi wanadamu nye, iko wapi imani ambayo watu walijitoa? Watu waliona kwamba hawana lingine ambalo ni la maana kuliko kusimamia ukweli na neno la Mungu. Iwapi imani hiyo ambayo akina Yeremia wameamua kuuawa, wameamua kuteswa? Akina Elia Mtishbi wameamua kutendewa mabaya. Akina mitume wameburutwa na ngamia, wamepigwa na misumeno, wameuawa vifo vya hatari. Iwapi imani hii duniani? Tutaipata wapi watu kama hawa? Watu ambao walitafuta utakatifu kwa hali na mali. Watu ambao walikuwa na kiu ya kufanya ibada. Watu ambao walifanya kazi ya Mungu kwa moyo, pasina kujali utisho wowote, pasina kujali sura ya mtu. Mungu anamtafuta mtu mmoja ambaye ataishi imani. Mungu anatafuta mtu mmoja ambaye atakayeishi Ukristo. Ukristo umechafuliwa sana. Ukristo umezarauliwa sana. Na ukiangalia nyuma ni sisi wa Kristo ndo sababu. Hebu tuwe sababu basi ya Mungu kuheshimiwa kanwa kila wakati. Ukiangalia sababu ni sisi. Baba zetu waliishi imani ya kwenye Biblia. Mimi nauliza, iwapi imani ambayo imeandikwa kwenye Biblia? Tunayaona mambo makubwa sana kwenye Biblia.
Tunaona watu wa ajabu sana kwenye Biblia. Kwa nini hatutokei kwenye kizazi hiki? Je, ni Mungu ana shida? Ama ni sisi tuna shida? Jichukua kwenye nafasi yako. Kubali, ukiamua kuokoka, kubali kuishi maisha ya wokovu. Kwa sababu mwisho wa siku tutalipwa sawa na matendo yetu. Unaweza ukamchukia ulimwengu hapa, ukamchukia mtumishi wa Mungu ambaye anakuambia uache hili na lile, lakini nataka nikwambie sisi ni wapiga panda tu. Sisi ni wapiga panda tu, tunakwambia hili na lile na lile sio vizuri. Ni kama kile ambacho Biblia imesema hapa katika Ezekiel 33:7. Ngoja nikusomea hapa kitu kimoja hapa kikubwa sana. Hapa nikuonesha sisi ni walinzi tu, wapiga panda tu. Hatuna makuu sisi. Ni wapiga panda tu. Ni kwa ajili yako mwenyewe. Sikia anasema hivi. Basi mwanadamu, Ezekiel 33:2. Mwanadamu, sema na wana wa watu wako, uambie hapo nitakapopeleka upanga juu ya nchi, na watu wa nchi hiyo wakimtoa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao, ikiwa auonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, apiga tarumbeta na kuwaonya watu. Basi mtu awaye yote aisikiaye sauti ya tarumbeta wala aonywi, upanga ukija na kumondoa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Alisikia sauti ya tarumbeta wala hakuonywa, damu yake itakuwa juu yake, lakini kama angalionywa, angalijiokoa roho yake. Anaendelea kusema, bali mlinzi akiona upanga unakuja na apigi tarumbeta wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamondoa mtu awaye yote miongoni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwa mlinzi. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape waonyo watu wangu. Nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe usemi neno la kumwonya mtu huyo, haiache njia yake mbaya. Mtu huyo mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Kama hujasoma Biblia, usiwe mbishi wa kipumbavu. Hili ni neno la Mungu hili. Sio maandiko ya ulimwengu, sio mimi ambaye nimeandika. Ndio maana utumishi sio kazi nyepesi kama tunavyoichukuliaga. No. Ndio maana watumishi wa Mungu akina Yeremia na Ezekiel, ole wangu mimi kwa sababu nimezaliwa mtu wa kushindana na dunia. Kila siku ukiamka ninapiga kelele. Kazi ya kuwa mlinzi. Dhambi hipo inawatafuta watu. Sisi kama watumishi kazi yetu ni kuipunch. Inapokuja tunaipunch, tunakuepusha wewe na mauti. Bahati mbaya zaidi tukitaka kuepusha na mauti na tuona sisi wabaya. Hakuna anguko ambalo limekuta kanisa kama hilo. Na watumishi kwa sababu pia ya kupenda kuwa na watu wengi, tunasema tu basi hakuna shida. Mimi sio kwangu. Ndio nitakuacha mwaka mmoja, nitakuacha miaka miwili, lakini mwisho wa siku nitakwambia hili unalotenda sio jema. Ninajua madhara yanayoweza kukukuta baadaye, tutatoa hesabu kama watumishi. Ninajua ninalea watoto wengi. Ninajua na watoto wengi ambao hata namba yao mimi sijui huko. Na maneno haya ninayoyasema, ninajua ni sumu ambayo inaweza ikaja kumfanya shetani akawakimbia, lakini pia ni sumu ambayo inaweza kuwafanya ninyi mnichukia. Ninalowaahidi ni neno moja tu. Nitarudi kwenye imani ya baba zangu. Nitarudi kuishi maisha ambayo waliishi baba zangu. Nitarudi kumtafuta Mungu ibadani kama walivyomtafuta baba zangu. Nitarudi kukemea dhambi na kutenda kazi ya mzee kama walivyofanya baba zangu. Kwa sababu mwisho wa siku imani ni moja tu. Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Hajawahi kubadilika, hatagawahi badilika.
Mungu ni yule yule. Na kama Mungu ni yule yule, malengo yake ni yale yale. Mwanadamu aliye dhambini atoke dhambini. Anasema katika Petro kwamba Bwana hakawi kutimiza ahadi yake, kama wengi wakuzanivyo kukawia kwake, lakini uvumilia kwetu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Mpaka pale nitakapoona watu wanaendelea kutubu, mpaka pale nitakapoona tabia mbaya ambazo tulizoona tumeacha, hapo nitasema Bwana asante. Maisha haya ya kuleana na kubembelezana, nimeona kwamba mwisho wa siku yatakuja kutugombanisha na Mungu. Ndio maana yako tu mambo mawili: uamue kuwa vizuri na waumini ambao wana kiburi, ama uwe vizuri na wanadamu ambao wana kiburi. Hawa wauni vijana, wauni wote wanaoimba gospel. Naona siku hizi mnaachwa kabisa, mnajiachiaga sana. Wasema ndugu, aliyekuwa analala amekuja. Yule mnayemwogopaga anakuja. Nawaambia sasa hivi, chochote nitakachokiona mbele yangu nitakirarua. Mimi kazi yangu ni mpiga kelele, mbwa aliye na mafunzo, ni kero kwa watu waharibifu. Nimefundishwa neno la Mungu, ninalijua neno la Mungu, ninajua kusudi ya neno la Mungu. Ulituma neno lake, uwaponya na uwatoa katika maangamizo yao. Hiyo ndio kazi ya neno la Mungu, haina kazi nyingine. Kazi ya neno la Mungu ni kututoa katika maangamizo, ni kututoa katika dhambi, ni kututoa katika mabaya ambayo tunayatenda. Mimi tu kupeleka habari, wengine wote walale. Nitakufundisha, usipoelewa nitakukemea. Nitatoa fafanuzi baadhi ya mambo, msipoelewa nitakemea. Kwa sababu watu mnajiachia uhuru na mnapotosha maana halisi ya imani ya Ukristo kwa sababu ya kuachiwa jinsi ambavyo mmeachiwa. Mimi ninamwamini Mungu, ninaamini katika utendaji kazi wake, lakini pia ninaamini bado anaweza kumteua mtu mmoja atakayekuwa kama vile Mikaya. Anaweza kumteua mtu mmoja ambaye atakuwa kama vile Debora. Anaweza kumteua mtu mmoja ambaye atakuwa kama vile Paulo. Kwa nini tukae tunaharibu imani ambayo iligharimu maisha ya watu? Hebu fika mahali, fanya utafiti. Angalia vifo walivyokufa mitume wa Yesu Kristo. Wamoja walikatwa na misumeno, wengine walipigwa fimbo mpaka kufa. Akina Bartolomayo walichunwa ngozi, akina Petro walisulubiwa, miguu juu kichwa chini. Wengine walidondoshwa kutoka juu, wengine wakadondoshwa kutoka kwenye farasi, kwa sababu ya kulinda ukweli wa imani. Alafu wewe umekuja tu na mimi nimeokoka. Umeokoka wokovu gani? Uzirisho uko wapi? Kazi ya Mungu sio lele mama. Utumishi sio lele mama, hapana. Wauni tu mnataka heshima, nyie wajinga tu nyie. Come on. Heshima igaramikie heshima. Msituoni tuko hivi. Tumeingia gharama ya mambo mengi. Tumejisacrifice mambo mengi. Mpaka mnatuona hivi, mnakuja kushanganye. Tafuteni rekodi huko sasa. Naomba mfahamu, Mungu anataka watu ambao watakaojitoa. Mungu anataka watu ambao watakaomtumikia. Iwapi imani ya baba zetu ambao wameandika kwenye Biblia? Biblia imewekwa kama mfano wa maisha ambao tulitakiwa kuishi wanadamu. Biblia imewekwa kama njia, kama mwongozo ambao tulitakiwa kufuata, ambao tutamwamini Mungu baadaye. Nani anayefanana na Biblia? Nani anatamani kufanana na mtu wa kwenye Biblia? Nani anatamani kufanya huduma kwenye kiu kile kama Mungu anavyotaka? Mungu anamtafuta mtu mmoja ambaye ataishi kweli ya Biblia. Mungu anatafuta mtu mmoja ambaye ataishi sawa sawa na kusudi lake. Mungu anatafuta mtu mmoja ambaye atakuwa mtakatifu. Mungu anatafuta mtu mmoja ambaye atamtafuta katika ibada, atangojea imani mwake. Mungu anatafuta mtu mmoja ambaye atafanya kazi ya Mungu bila ulegevu. Maandiko yanasema ya kwamba niwe mtu yule anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Mungu anatafuta mtu ambaye ataona kama sijatoa klipu mimi sijatendea haki kazi ya Mungu. Simama, fanya kazi ya Bwana. Simama,
Ni muda huu, dunia inakwenda kuzama hii. Hata tunaoita walokole na wenyewe ni wapagani wastaarabu. Dunia inakwenda kuingia shimoni. Mungu anatafuta watu ambao watakao simama. Nataka tuambatane pamoja, tushikane mkono, twende mbele. Tuache kiburi. Sikae chini ya viongozi ambao hawataki kabisa mpige hatua yote ile ya kiroho. Na kuna hatua ya kiroho ambayo utaipiga wewe bila utakatifu nyuma yake. Najua Roho Mtakatifu. Ninajua maandiko. Maandiko gani unayajua ambayo yakutoi dhambini? Kazi ya Roho Mtakatifu, kazi ya neno la Mungu. Kwanza kabisa ushughulika na makosa ya mtu. Baadaye anakuelekeza nini ufanye na nini usifanye. Inakupa mwongozo. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Mungu atusaidie. Mungu atupe neema. Mungu wa milele na kualika. Riobobobo shakari andasaka. Baba, ninakuita Bwana ukaweze Bwana kuonekania watu wako. Jehova Mungu, ninakualika tuonekanie Bwana, tupiganie. Tutie nguvu Bwana, utuwezeshe. Tumeshindwa kufanya kazi yako. Tumetiwa uzembe na watu Bwana. Tumeangalia watu Jehova. Tunaomba Bwana tusaidie. Tunaomba Bwana tutie nguvu. Tunaomba Bwana tuwezeshe. Maisha haya Bwana ya kuwepo hapa duniani. Baba zetu walisimama katika njia yako. Baba zetu walisimama wakakutumikia kazi. Wakaendelea katika njia za utakatifu. Wakaendelea katika kukufanyia ibada wewe na kukusanyika kila siku. Wakakutumikia kwa moyo, kwa haki na kwa kweli. Mungu wa milele, tunakualika usiku wa leo. Ninaalika Bwana Roho Mtakatifu ukaingie ndani ya watu 10 kuanzia wakati huu. Tunataka Bwana kuona moto wa injili ukiwaka. Tunataka Bwana kuona ukweli wako ukitangazwa. Na neno lako ndio kweli. Tunatamani Bwana tukuone ukitembea na watu wako. Tunatamani Bwana tukuone ukiwasaidia watu wako. Tunatamani Bwana tuione ishara zako zikitembea na kusaidia kanisa lako. Roho wako Mtakatifu atembee Bwana kama ilivyo siku ya Pentekoste. Roho wako Bwana akatende kazi. Yesu wa milele Bwana, onekania watu wako. Tunakualika Mungu wa neema. Tunakualika Mungu mwenye nguvu. Tunakualika Mungu mwenye mamlaka. Onekana Bwana kati ya watu wako. Onekana Bwana ndani ya watu wako. Minyororo ambao Bwana Shetani amewafunga watu wako. Watu hawataki tena kukemewa. Watu hawataki tena kushauriwa. Watu hawataki tena kuongozwa na neno lako. Mungu wa milele, tunaomba Bwana onekana. Tunaomba Bwana tukuzwa. Onekania Bwana kanisa lako. Kanisa lako Bwana limekuwa lemavu. Kanisa lako Bwana kimekuwa kitaka cha kufichia maovu na kufichia waovu. Mungu umekusudia wewe. Umesema upata kujiletea kanisa tukufu ambalo halina mawawa wala kunyazi, bali liwe takatifu. Baba, ninakualika uonekanie makanisa yote Bwana. Watie nguvu watumishi wako. Wawekee ulinzi watumishi wako. Wote ambao Bwana watakao simama na neno lako. Mungu wa neema, Mungu wa baraka, Mungu mwenye mamlaka, Mungu wa Paulo, Mungu wa milele, Mungu wa Elia, Mungu wa Musa, Mungu wa Kolola, Mungu wa Billy Graham. Tuonekanie Bwana, tutie nguvu. Jehova Bwana, jirika Mungu wa milele. Onekana Bwana kwa watu wako. Onekana Bwana kwa watu wako. Jehova, 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 Jehova. Utukuzwe Mungu wa milele. Utukuzwe Mungu wa uzima. Utukuzwe Mungu uliye na baraka. Mungu mwenye uwezo wa ajabu mno. Tunaamini nguvu yako. Tunaamini kazi yako. Tunaamini uwezo wako. Tunaamini baraka yako. Tunaamini mamlaka yako. Tunaamini uwezo wako. Tunaamini Bwana. Tunaamini Bwana. Nitie nguvu. Nitie nguvu Bwana. Ondoa uoga na hofu ndani yangu. Niongoze Bwana katika njia zako. Yeyote ambaye Bwana atakayesimama mbele ya kulipinga neno lako, Mungu wa milele, jeshi lako la mbinguni Bwana likaonekane na kubadilisha nia yote mbovu na kubadilisha watu wote waovu. Bwana, ninakualika Yesu wa milele. Yesu, onekana. Ponya magonjwa. Ponya wenye dhambi. Ponya Bwana, ponya. Watie nguvu watumishi wako wote. Tuwezeshe Bwana, tuwezi bila wewe. Asante Bwana kwa ajili ya yote.
Tukuzwe Bwana, apewe sifa. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu wa milele, Mungu wa neema aweze kukubariki. Maombi yangu ni kwamba natamani Mungu akutumikishe katika kiwango ambacho umetakiwa kutumika. Natamani Mungu akufundishe mpaka kufikisha kwenye ngazi ambao ulitakiwa kufika kabla hujaanza kazi. Natamani, ni maombi yangu, Mungu akuinue katika kiwango ambacho amekusudia wewe uweze kumtumikia. Maombi yangu ni kwamba Mungu akusaidie ukaweze kuepuka mitego yote ya shetani ambayo ametuwekea na kutushawishi ili tuweze kutenda dhambi. Mimi ninaomba Mungu akutie nguvu. Kubali kunyenyekea chini ya Mungu. Kubali kunyenyekea. Kubali kwenda mbele. Mungu anatembea na watu wanyenyekevu. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka nyikani. Anasema, tengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Mungu akusaidie na Mungu